Ujambo mtazamaji na karibu katika ujumbe wa siku ya leo. Leo nimekuletea ujumbe wenye kichwa In God you have a way out. Kwa Mungu kuna njia yako ya kutokea. Naamini kwamba ujumbe huu utakuwa baraka kwako. Hivyo basi na kukaribisha tubarikiwe pamoja. Jina langu ni Pius Muiru Mohora. Karibu. Nimekuja ninene na wewe ambaye uko katika hali ambayo ni zito. Hali ambayo Paulo alikuwa anasema tumefinywa kutoka pande zote. Nimekuja ninene na wewe ambaye uko katika maji mengi. Maji mengi yakisimamia hali ngumu, majaribu, operation na kila aina ya mateso. Nimekuja ninene na moyo wako wewe ambaye uko katika hali ambayo unatafuta kuona vile unaweza toka ndani yake. Najua ya kwamba naweza kuwa ninanena na mtu ambaye shida yake ni yeye tu anayeijua. Hili ndilo neno Mungu amenipa kwako. Kwa kutangulia ningetaka kusoma maandiko yaliyo katika kitabu cha Isaya 43 verse 1 part B. Biblia inasema, usiogope kwa maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe ni wangu. Unapopita kwenye maji makuu, nitakuwa pamoja nawe. Unapopita katika mito ya maji, hayatakugharikisha. Utakapopita katika moto, hautaugua. Miale ya moto haitakuuguza. Kwa kuwa mimi ndimi Mungu Bwana Mungu wako, yeye aliye mtakatifu wa Israeli, Mwokozi wako. Ya kwamba utakapokuwa katika moto, hautakuuguza. Utakapopita katika maji mengi, hautagharikishwa. Yawezekana ni gharika za magonjwa, hali ngumu za vita za jamii, mambo tofauti. Nataka nikuambie ewe ambaye umemtegemea Mungu, hili ndilo neno Mungu amenipa kwako, ya kwamba anakujua kwa jina lako. Hata kubali ugharikishwe. Wewe unayemtumainia hata kubali moto uweze kukuuguza, yani hautachomeka. Utaishi kupeana ushuhuda ya kwamba nilikuwa katika moto, nilikuwa katika shimo, naye Mungu amenitoa. Nataka ujue ya kwamba wale wote waliomtumainia huyu Mungu hakuwaachilia. Tuko na ushuhuda wa Shadrach, Meshach na Abednego walipokataa kuinamia sanamu ya mfalme, wakatupwa kwa moto ili waugue wafe, na ili iwe mfano kwa mtu yeyote yule anayekataa kuinamia sanamu ya mfalme, wajue ya kwamba hiyo ndio itakayokuwa hukumu. Lakini Mungu akaingia akawa mtu wa nne ndani ya ule moto. Kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na wale vijana watatu, aliwashindania hawakuugua katika huo moto. Na baadaye ikasemekana kwamba Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego, huyo ndiye atakayeabudiwa. Tazama mtu kama Ayubu, alipitia hali ngumu, watoto wake wakauawa, mali yake ikaibiwa, akawa amefilisika, amerudi chini, mwili wake ukateswa na magonjwa, karibu afe. Lakini alipopasua katikati ya ule moto wa mateso, katikati ya yale mawimbi ya magonjwa na majaribu, Biblia inasema Mungu alimbariki Ayubu na double portion. Ayubu alibarikiwa na wasichana na watoto walembo kuliko wale walikuwa wa kwanza. Hii inataka kutuambia nini? Unapopitia mateso na dhiki na hali ngumu, ukiwa ndani ya Mungu, sio bure. Kutokea kwako hautatokea kama mtu ambaye alipitia hali ngumu kwa sababu ya mambo yake, bali utatokea na utukufu wa hali ya juu. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 13 ya kwamba hakuna majaribu ambayo tumepitia ambayo haijapitiwa na wengine. Lakini Biblia inasema ya kwamba Mungu ni mwaminifu, hata kubali kutuachilia katika mateso ambayo hatutaweza kustahimili. Na hiyo vazi inapoenda kuisha, maandiko yanasema, na utakapokuwa katika hilo jaribu, yeye Mungu atatengeneza njia ya kutokea. Kwa Kiingereza maandiko yanasema ya kwamba atatengeneza an escape route. That God will provide an escape route, will provide a way out. Atatengeneza njia yako ya kutokea ili utokee ukiwa mshindi. Mambo machache ambayo ningekuomba ufanye ukiwa katika majaribu. Jambo la kwanza ni kumake sure ya kwamba katika majaribu yako, katika hali yako ngumu, katika magonjwa, katika dhiki na taabu na mateso unayoyapitia, hakikisha unayapitia ukiwa ndani ya Mungu.
Katika kile unachopitia, kitu moja nitakachokuomba, don't compromise. Usikubali kucompromise katika hali ambayo unapitia. Jambo lingine ni kwamba katika yale majaribu, katika hali ambayo unapitia, hebu uliza Mungu, nifungue macho nione njia ambayo umetengeneza ya kutokea. Kwa sababu Mungu amekutengenezea njia ya kutokea. Na kama hajatengeneza, umwambie Mungu na kuomba, nitengenezee njia ya kutokea. Nionyeshe njia uliyotengeneza ya kutokea. Hakuna jaribu Mungu atakuweka ndani yake akose kukupatia nafasi na njia ya kutokea. Maana ni maandiko yake yamesema ya kwamba he will provide a way out. Ninakuombea ya kwamba Mungu akakushindanie na ukatokee katika majaribu hayo ukiwa mshindi na utukufu wa hali ya juu. Na wacha utokee ukiimba wimbo, sijui kwa jinsi gani, bali kile ninajua ni ya kwamba Mungu ameniokoa. Ametengeneza njia. I was pressed from all sides, but thank God I was not crushed. You will not be crushed. May God deliver you. Na Mungu akukomboe. Yeye anayekujua kwa majina yako. Yeye amesema ya kwamba yeye ni mwokozi wako. Naomba kwamba Mungu akakuokoe. Mungu akakujalie. Mungu akakufikie mahali ambapo ni katika shimo hata wanadamu hawezi kukufikia. Na Mungu akufikie na akuokoe. Naamini kwamba ujumbe huu umekuwa baraka kwako. Bwana na akubariki sana, na uamini ya kwamba hautakufa katika majaribu. Huu moto si wa kukumaliza. Gharika hii yote, maji haya hayatakugarikisha. Utatokea ukiwa na utukufu wa hali ya juu. Bwana wabariki sana. Iwapo ungetaka kuwasiliana nasi, tupigie simu kwa nambari 0713 50 30 49. Pia waweza kupata ujumbe huu kupitia WhatsApp, TikTok, Facebook na YouTube kwa jina Pius Mwiru Mwaura. Bwana wabariki sana. Shalom, shalom, shalom.